Ni jioni yenye pilika-pilika za abiria na kelele za magari katika stendi kuu ya mabasi Msamvu, Morogoro. Rachel Ibrahim ni mwanadada ambaye ameamua kutafuta riziki katika eneo la stendi hii kwa kufanya kazi ya kupiga debe. Nilipokuja nilianzia maofisini, nilipokelewa na mtu tu ambaye naye anafanya kazi hapa. Katika kumuuliza akaniambia niende ofisini nikakutane na wakubwa na nini ambao wana magari. Rachel hakuanza kazi hii kwa hiari, bali alilazimika kuingia katika ulingo huu baada ya kudhulumiwa fedha zake. Nilikuwa nafanya biashara before. Kwa hiyo nilipofanya biashara wakati kwa wenzangu wakaminidhulumu. Katika kudhulumiwa nikajiuliza sana napatia wapi fursa nyingine katika kutembea, kujichanganya na watu, ndio nikaingia hapa kwa ajili ya kujitafutia kipato. Katika mazingira haya yenye ushindani mkali kati ya wanaume na wanawake, Rachel anakutana na changamoto mbalimbali. Abiria wengi wanapofika wanachukulia yule mpiga debe ni mwizi. Ushindani ni mkubwa. Kama unavyojua, wanaume ni strong, yani wana nguvu, wana uwezo wa kukimbilia bajaji kutoka umbali mrefu. Unakuta mwanamke sio kwamba hatuna nguvu. Nguvu ya kukimbilia ipo. Lakini tunapokimbia unakuta yule anakimbia kwa mabavu makubwa, anakuambia wewe huyo ni wa kwangu. Kwa hiyo nile huo ndio ushindani ambao tunakutana nao. Lakini pia huo ushindani haujawahi kuturudisha nyuma tusiweze kusonga mbele. Kipato chake hakina uhakika. Siku ukiwa umepata kikubwa sana, Mwenyezi Mungu akabless, unashangaa una 20, 30, Mungu akaonyeshia nyota njema mpaka hata 40, 50, hiyo ni heri. Lakini siku umekosa, unaweza ukaja hapa na ukatoka na 1,000. Nasomesha mtoto wangu, anaishi vizuri, najikimu, kulipa kodi, kufanya nini na huduma zote za kama mama wa familia as a single mama. Licha ya changamoto zote, Rachel anaendelea na kazi hii kwa bidii akiwa na malengo makubwa. Ninapofanya hii kazi nijikusanye, nifungue biashara ambayo itaweza kuendelea huko nikiwa nafanya huko. Mtazamo wa baadhi ya abiria kwa wapiga debe umekuwa hasi, huku wengine wakiweka imani zaidi kwa jinsia ya kike. Asilimia kubwa wanawake wamekuwa ni waaminifu tofauti na wanaume. Wanaume wengi wamekuwa na matendo ya kiuli, ndio maana tunashindwa imani nao. Tunaamini zaidi wanawake. Kipindi cha zamani kilikuwa wafanyakazi stendi ni wanaume. Lakini sasa hivi umekuwa stendi kwa tumechanganyika kwa jinsia zote, wanawake kwa wanaume, na tunashukuru hakuna ubaguzi wote. Simulizi ya Rachel inatoa somo kwa vijana kuto kuchagua kazi, kikubwa iwe halali. Teresia Mwanga, Azam News, Morogoro.